Je, mtaala mpya unakumbatia vipi Kiswahili? Manake wenyewe nasema CBC kama sijakosea, unakumbatia vipi Kiswahili? Manake wengi wamesema kwamba ni mambo ya ubunifu na uzinduzi wa masuala mengi tu ndio yameangaziwa, lakini mwalimu atakuwa ama walimu watakuwa hapa waweze basi kutuangazia kwa undani Kiswahili katika mtaala mpya basi unaboreshwa kivipi. Nina mwalimu Timothy Sumba ambaye ni mwandishi. Huyo alikuwepo mwalimu wakati mmoja ndipo akajiunga ama akaangazia pakubwa zaidi masuala ya uandishi, na nina mwalimu Onyango ambayo mara ya mwisho tulipokuwa hapa alikuwa kule Uasin Gishu, lakini hivi sasa naambiwa kwamba shatua katika shule ya Mumias Academy, na yeye basi ndio kusema huko, na ikija katika masuala ya kusema yeye ndio mwalimu mkuu. Hata hivyo karibu zaidi mwalimu, pengine kabla tujaenda kwa mwalimu Timothy Sumba upande ule mwingine aweze kujitambulisha vile vile, utueleze mambo vipi Mumias, kunaendelea vipi, kazi vipi hata hivyo kwa sasa? Tuko salama, asante sana kunikaribisha studioni kwa mara nyingine. Naam. Tuko salama Mumias, ni mvua tu, mvua inakunya zaidi. Hata masuala ya usafiri, hata nimeona jijini mjini Bungoma kuna tatizo kubwa la usafiri. Naambiwa kuna kwenu Mumias bahari limetengezwa kule. Hata ule mto mkubwa siku hizi kuna maji yamevunja kingo zake kule Mumias. Nzoia mto wa Nzoia. Naam. Masuala ya kikazi hata imenitatiza kidogo, imebidi nisiende napofaa kwenda kwa sababu kushiriki ile shughuli ya kitaifa, kwa sababu kuna masuala ya kidato cha kwanza. Tumekuwa juzi kule St. Peters tukijaribu kuwakagua na kuchukua wanafunzi wa kidato cha kwanza ili wajiunge katika shule mbalimbali. Na jambo ambalo limenishangaza ni kwamba wanafunzi wengi sana walipata alama 100 chini ya 200. Chini ya 200 wanafunzi wa shule za msingi. Sijui mambo yanayotangazwa kule Nairobi yanajitokeza vipi. Huku chini tumepewa karatasi nyingi sana za wanafunzi wa kule hizi shule za Mumias na kadhalika. Wengi wa wanafunzi wana chini ya alama 200, chini ya 250. Sasa unashangaa umepewa mwanafunzi wa hiyo, mwanafunzi ana alama 112. Kwa hivyo utashangaa sasa huyu mwanafunzi utaweza vipi kumboresha mwakani. Lakini mwalimu, unapozungumza kuhusu uzito, pengine mimi nitakinzana nanyi kidogo tu. Manake wanafunzi, mie mwenyewe naweza tumika kama mfano mzuri, mfano bora zaidi. Nilipokuwa katika shule ya msingi, na rafiki yangu vile vile uzuri alinipa nafasi ya kuweza kumtumia wakati mwingi. Anajulikana kama Okieli. Wakati ambapo alikuwa katika shule ya msingi, kidogo kulikuwa na mchezo mwingi na hakuwa amechukulia ama tukuwa tumechukulia maanani kabisa masuala ya masomo na kadhalika. Lakini yule mwanafunzi nakumbuka Okieli akipata alama 257 katika shule ya msingi, lakini kufika katika kidato cha kwanza aliongoza katika shule ya upili ya Kolanya na alama ya A. Wakati ambapo mie mwenyewe japo sikupita vizuri, sitasema alama zangu hapa katika shule ya msingi, lakini bado nilifanya vizuri zaidi, na nina vile vile idadi nyingi tu ya wanafunzi wengine walipata alama ya 130 wakaenda katika shule mbalimbali kule Moding na kadhalika na Chamasiri, lakini wao ndio wanafunzi walipata alama ya ba ongeza ba na kadhalika, na walifanya vizuri zaidi. Sijui uone kama ukizungumzia kwamba sijui tutasaidia vipi hao wanafunzi ambao jambo ambalo labda tutatofautiana kidogo. Mwanafunzi anayepata alama chini ya 200, tuseme ana 175. Naam. Huyo mwanafunzi inamaanisha kwamba alipata alama ngapi katika kila somo? Katika shule za msingi wana masomo matano. Ni kama alipata 30 au 40 katika kila somo. Huyu ni mwanafunzi ambaye na wengi wa wanafunzi ambao hukomea njiani anaposoma kidato cha kwanza, cha pili, utaona na rega kidogo na kuondoka. Na hao wanafunzi ambao lakini si wote, baadhi yao. Lakini unaamini pengine mwandishi, kabla tujasonga mbali, manake tushaanza kuzungumza kabla hujajitambulisha, pengine utueleze kwanza ndiposa tuzamie swala hili kwa dakika 3 hivi, alafu ndiposa tusonge mbele. Nafikiri mwalimu anavyojaribu kusema ni kwamba kuna uwezekano mkubwa kwa yule ambaye alipata alama za juu, pia huwa kuna uwezekano mkubwa wa yeye kufua dafu hatimaye. Na kwa yule ambaye alipata alama finyu,
basi labda mambo huwa ni kidogo yanamkanganya na ni rahisi kuweza kuachia shule ama kusitisha masomo yake njiani. Ingawa ulivyosema mahali pia nakuunga mkono mtangazaji, kweli tumeona wengi ambao walianza mwanzo mbaya lakini mwisho ukawa mwema zaidi. Tambulicho haenga kwamba Mungu wa mwema kabisa. Kwa hivyo pia inawezekana ulivyosema. Basi tutambulishe, tueleze unaitwa nani? Mwanake nisha kutaja ndio, lakini wengi wanajiuliza, je, mwandishi kivipi? Katokea wapi? Kabla pengine tuzidi kusonga mbele. Huyu ni mwandishi anaitwa Timothy Msiko Sumba. Mimi ni mwandishi wa vitabu mbalimbali vya kiada, vitabu vya mazoezi na marudio, vitabu vya hadithi, vitabu vya riwaya, novela na hata diwani za hadithi fupi. Mimi nimeandika na kampuni za nini? Moran Publishers, Signal Publishers na kampuni mbalimbali zinginezo. Na umeandika na kampuni mbalimbali. Hata hivyo asante sana. Tutakuwa tukiangazia masuala tofauti hata hivyo mtazamaji, lakini swala ile ambalo mwalimu alikuwa anazungumzia kwamba je, atafanya vipi mwanafunzi amepata alama hizi na hizi. Ulikuwa unamaliza hoja fulani kabla niingie ama kabla nikatize. Maana kuna wale vile wamepata alama 400, 350 lakini bado akifika pale katika shule ya upili hawafanyi vyema. Kitu kinafanyika. Nimeona katika ufunzaji, nimeona masuala mengi ya aina hiyo. Wanafunzi, hata tumekuwa nikifunza wanafunzi wa zaidi ya alama 380, 370, 90 na kadhalika. Utapata kwamba baadhi ya hao wanafunzi watapita mtihani lakini wengine huzembea. Nina mfano wa mwanafunzi aliyepata alama 389 katika shule niliyokuwa nikifunza. Mwanafunzi huyo hata hakuweza kumudu zaidi ya alama 25 katika hesabu, Kiingereza, hata Kiswahili sikumbuki alipowahi kupata 30 katika Kiswahili. Wajua, ikiwa mwanafunzi anapata zaidi ya alama 300, akifika kule mbele ashindwe, si kwamba alikuwa mjinga ama alikuwa na tatizo fulani, hapana, ni kule kuzembea. Wanafunzi wakati ya alama 250 hadi 300 hao ni wanafunzi werevu sana. Mwanafunzi anapopata alama 250 hadi 300, huyo ni mwanafunzi mwerevu sana anayeweza kupata A katika mtihani wa kitaifa shule ya upili. Wanafunzi wakati ya alama si kwamba utafiti unaonesha hivyo. Ni tajriba yangu kama mwalimu. Wanafunzi nimefunza wanafunzi katika shule tofauti. Ukipata kwamba mwanafunzi ana kati ya alama 200 hadi 249, huyo ni mwanafunzi ambaye ana uwezo hata wa kupata bao ndoa, lakini si rahisi kuzidisha hiyo alama. Wengi wa wanafunzi hawa hupata cha ondoa, da ongeza na kadhalika. Chini ya alama 200, huyo ni mwanafunzi ambaye ana tatizo kubwa. Huenda asifanikiwe sana katika mtihani wa kidato cha 4 miaka 4 ijayo. Wanafunzi wa chini ya alama 200, lakini yote 9 hatujasema kwamba hawafai kwenda shuleni. Kila mmoja anapaswa basi kwenda shuleni. Unajua, serikali inasisitiza kwamba kila mwanafunzi aliyekamilisha masomo ya shule ya msingi yafaa kuingia katika shule ya upili. Serikali inasisitiza kwa sababu si kwamba watu hawa wakimaliza kidato cha 4 watapata kazi, watakuwa na, unajua pia ni masuala ya uhalifu. Kwa mfano, ukilinganisha mtu aliyekamilisha kidato cha 4 na yule ambaye hakukamilisha kidato cha 4, tabia zao ni tofauti, awe wa kiume au wa kike. Hata hawa ndugu zetu wanaofanya kazi hii ya bodaboda ni ndugu zetu wazuri, ninawapenda sana. Lakini ukienda mahali walipo wote, utaweza kujua ni nani ambaye labda akapiga hatua masomoni na ni nani ambaye hakupiga hatua kulingana na maneno yao na kadhalika. Ndipo serikali inasisitiza kwamba kila mtoto aliyefanya mtihani wa shule ya msingi lazima ajiunge na shule ya upili, na hapo naunga mkono serikali. Ila kimatokeo tutapata viwango tofauti. Lakini wakati mwingine mimi huona unafiki mkubwa ikiwa utamchukua mwanafunzi wa alama 400 na umweke kule Mangu. Na Mangu ni shule ya kitaifa. Ukimweka mwanafunzi huyo Mangu na alama zake 432, Mangu itamsaidia vipi? Huyu ni mwanafunzi wa A. Kisha yule ambaye amedhoofika kielimu umweke katika shule duni kule isiyo hata na. Kwa hivyo wewe unachopendekeza ni kwamba wale wanafunzi ambao kidogo hawakufanya vema basi wanapaswa kuwekwa katika
shule za kitaifa, shule za kitaifa, alafu wale pengine ambao wanafanya vyema kabisa waweke katika hizi shule za wastani tu, ili unajua kesho nyingine watapata kwamba hawa wanafunzi wamepita mtihani, walimu wanajisifu, wanatembea kila mahali wakisema kwamba mimi ni nani, nafunza wapi na wapi. Ulipewa mwanafunzi wa alama 450. Mimi kule nilipewa mwanafunzi wa alama 193. hata wakati mwingine 80 tu. 180, hata 150. Kwa hivyo hatuwezi kukadiria ubora wa mwalimu ikilinganishwa tukianza kukagua masuala ya shule. Shule gani? Hapo hatuwezi kupima ubora wa mwalimu. Huyu mwanafunzi wa alama 140, 180, nikimpa ongeza kwa mfano, nitakuwa nimemfaa zaidi kuliko yule wa 400 aliyepewa aondoa. Kwa hivyo naunga mkono serikali kwa hatua ya kuhakikisha kwamba kila mtoto anajiunga na shule ya upili, na naona baadaye tusiwe na haya masala ya elimu. Tusipime ubora wa wanafunzi kwa kuzingatia elimu na masuala ya kupita mitihani. Tuwe tu na mwanafunzi awe na umilisi wa masuala. Pengine mtaala mpya ulikuwa unachangiza pengine kuchangia kidogo, chachaweza tu mwalimu kidogo, ni kwamba ujue mtihani una mambo mengi rafiki yangu. Kuna wanafunzi kisaikolojia labda wamezaliwa na uoga, wana hofu na kadhalika. Kwa hivyo mtihani unapojongea, unapokaribia zaidi, unapata kwamba wengine wameshikwa na mchecheto. Kwa mtu anakanganyika, si kwamba yeye ni bombombo mzungu wa reli, lakini kwa vile mtihani umekaribia, pata amejichanganya. Lakini anapofika shule ya pili kisha aanze kukusanya ile ujasiri, atulie, basi utapata pia anaanza kuibukia na anakuwa mwanafunzi bora zaidi, mwerevu kama tarakilishi. Najua katika masuala yako ya uandishi umeweza patana na wanafunzi wengi tu na walimu wengi, manake kuna baadhi pengine shule za kibinafsi na nafurahia zaidi kwa sababu tupo nawe hapa ambaye vile vile unaangazia mwalimu mkuu wa shule ya kibinafsi. Kwanza tuanzie kwako kwamba katika baadhi ya shule wanafunzi hasa kabisa shule za msingi wanafunzwa jinsi ya kupita mtihani wa kitaifa. Hakuna swala jingine kwamba mwanafunzi anaambiwa sasa hapa ni kuangazia masuala ya kupita mtihani. Na kwa kweli atapita mtihani na alama zake 400. Na hao ndio kulingana na utafiti, sijui kama ni kweli uongo, kwamba hao ndio wanafunzi wakifika katika kidato cha kwanza, matokeo katika masomo ya shule ya upili kidogo yanakuwa tofauti kabisa, kwa sababu sijui kama swala hilo lipo, na mwalimu utazungumzia vile vile swala hilo kidogo, na mnakumbana vipi na swala vile vile kama hilo, manake umekutana na wanafunzi wanaotoka katika shule hizo ambazo zimesemekana kwamba wanafunzi kupita mtihani na wengine wanafunzi wa kujua. Pengine tuanzie kwako ndiposa tuanzie kuzamia swala hili letu. Kwa hakika kwa asilimia nene nataka kusema kwamba kuna chembe ya ukweli, kwa sababu kwanza wale ambao mwalimu anasema kwamba wanafunzi alikuja na alama nyingi, alipata alama za juu zaidi, kisha ghafla binvu kama ajali unapata anaanza kudorora kielimu. Huyo mwanafunzi ambaye bila shaka anadhibitisha kwamba kulikuwa na mchezo wa chini kwa chini, kulikuwa na udanganyifu alipokuwa anafanya mtihani wake. Sasa kufika kule mambo kama haya hatawezekana, masomo yamepanuka kama uwanja wa hera na hajiwezi, basi unapata mkanganyiko kweli kweli. Kwa hivyo ile pia inachangia wanafunzi ambao wanafanya vizuri katika shule ya msingi, kisha wakifika kule juu wanaanza kuimba kimatokeo. Na hata katika shule, sijui imekuwa shule gani sikumbuki, nimeona wameweka viwango viwili vya wanafunzi. Wanasema kwamba ikiwa ni mwanafunzi kutoka katika shule ya umma tunataka uwe na alama 380, na nikikumbuka vizuri wanataka wale wanafunzi wakijiunga na kidato cha kwanza, shule gani kule Nakuru. Alafu ikiwa ni mwanafunzi kutoka katika shule ya kibinafsi wanataka mwanafunzi aliyepata zaidi ya alama 390. Kulikuwa na tofauti ya alama 20, kuonyesha kwamba kama ulivyosema mwenzangu, wanafunzi katika shule za msingi hufunzwa kupita mtihani. Naam. Lakini shule ya upili unajua kuna vipengele vingi ambavyo unajaribu kusisitiza mwanafunzi apite mtihani na mtihani wenyewe ukawa tofauti. Kwa hivyo ukiangalia vyema utapata kwamba hawa wanafunzi kutoka katika shule za kibinafsi za msingi wana rasilimali za kutosha, kwa mfano, na baadhi yao kuna shule fulani, si vyema kuzitaja shule, naambiwa kwamba wanafunzi wote wameingia katika shule za kitaifa. Naam, zote wanafunzi wote ni 28 kati ya 31 kulingana na vyombo tofauti vya habari. Kwa hivyo hao ni takribani wanafunzi wote. Naambiwa kwamba wote wamejiunga katika shule za kitaifa. Ni kule Baringo ama si? Baringo, ni Baringo. Lakini swali ni je,
Hii ni shule ya kibinafsi. Naambiwa kwamba idadi ya wanafunzi ni 1000. Naam. Wanafunzi waliofanya mtihani ni 31 wa kidato cha 4. Si kidato cha 4, darasa la 8. Sasa hata ukipiga hesabu utapata kwamba wanafunzi wa darasa la kwanza hadi la 7, kila darasa sijui lina wanafunzi zaidi ya 100. Zaidi ya 100. Na wanafunzi waliofanya mtihani wa darasa la 8 ni 27. Naam. Itakuwa vipi una wanafunzi 1000 na wale wanaofanya mtihani ni 27? Tutaweza kidogo rafiki yangu. Mimi pia nimewahi kuwa mwalimu na pia mwalimu mkuu kule shuleni Kalin Donholm. Nafikiri kuna baadhi ya shule ambazo zina maneno yao kwamba hata ujisajili mara mbili. Naam. Usajili vituo mara mbili. Kwamba wanafunzi werevu wakishachukuliwa tu katika shule moja hiyo, wanafunzi werevu wanachujwa wanapelekwa shule nyingine ambayo ni ile ya kutangaza shule. Kisha kuna wale wanafunzi wengine ambao wanaonekana kwamba ni bozi wanaletwa katika shule ya kawaida, sasa wanafichwa pale. Lakini si shule yao, ni shule tofauti zaidi. Shule tofauti zaidi. Shule tofauti zaidi. Hapana, ni shule moja kile sasa imejisajili kwa namna mbili. Naam. Sasa wale wanafunzi werevu wanaandikishwa upande mwingine ili watangaze shule kibiashara. Kisha jambo linalonitatiza mwalimu ni hili. Huyu mwanafunzi wa alama 200 kwa mfano au 190 au 220 na kadhalika, mwanafunzi huyu yafaa kujiunga na shule gani? Je, mbona atumbukizwe kijijini kwa sababu kulingana na hakufanya vyema, kwa hivyo yafaa kwenda katika shule gani? Wacha nikuulize mwalimu, isemekane leo hii kwamba wanafunzi ambao hawatafanya vyema ndio wataenda katika shule za kitaifa, nani atakuwa na bidii ya kuweza kusoma? Hakuna atakayesoma. Kila mmoja anasema kama basi kutofanya vizuri itanifanya niende niende pengine starehe na kadhalika. Wacha niketi nyumbani nichunge, kama ni kuchunga ng'ombe nipate alama yangu 90 niende mangu mimi. Shule ya kitaifa. Uangazi kama hilo vile litaleta tatizo kubwa zaidi. Kwa hivyo huyu mwanafunzi ambaye ametoka katika familia maskini, familia isiyo na rasilimali za kutosha, kuna changamoto nyingi za kijamii wanazopitia. Kwa hivyo akafanikiwa kupata alama 200 au 190. Kwa mtazamo wa wataalamu ni kwamba huyu ni mwanafunzi ambaye alifeli. Unajua serikali wakati mwingine yafaa kutuambia ukweli. Huyu ni mwanafunzi ambaye amefeli. Mwalimu kama amefeli tu. Je, kama amefeli tu. Ana nafasi ya kujiunga na shule ya upili ya hizi shule za Bungoma kwa mfano, zile kubwa. Akaniambia babangu, kuna gani? Mbona huyu mwanafunzi pia asipewe nafasi ya kujiunga na Kolani? Au ajiunge na shule ya Bungoma hapa, ajiunge na hizi shule kubwa. Naambiwa na babangu mzazi kitu kimoja, kwamba mwanafunzi mwerevu awe amepata alama 200 ama hata 100, kama ni mwanafunzi wa kuweza kufanya vyema katika shule ya upili, hata akipelekwa katika shule ya upili ya Kakuma, apeleke katika shule ya upili ya Msikoma, popote pale atafanya vyema. Mtaala ni ule. Kwa hivyo atafanya vyema. Tena kuna kisawazishi. Naam. Nimekuwa katika shule za viwango tofauti. Nimewahi kufunza shule ambayo wanafunzi wanatoka katika familia maskini sana. Nimewahi kufunza wanafunzi wanaotoka katika familia za kipato cha kati. Vile vile nimewahi kufunza wanafunzi wanaotoka katika familia za haiba ya juu sana. Kwa hivyo utapata kwamba hizi shule ndogo, zile ndogo si duni, ndogo labda kirasilimali, msingi na kadhalika. Hizi shule huwezi kuniambia kwamba eti mwanafunzi akijunga na shule hiyo eti walimu ni sawa, rasilimali. Ujue kwamba baadhi ya hizo shule hazina vitabu vya kutosha. Hizi shule ndogo. Ukienda maktaba ndogo, mwenyewe ulisema kwamba kupatia kisawazishi haraka upesi tuende kusonga mbele. Pele maana naona tutazamia hapa kwa wingi zaidi. Acha tutoke hapo tuelekee kwingine. Lako la mwisho, mwalimu sitampa nafasi ya kuchangia, maana ni yeye leo hataki kusikizana na serikali. Anataka wanafunzi ambao walipata alama 90 waingie katika shule za kitaifa, wanafunzi ambao walipata alama 400 na kadhalika waje katika shule za Mumias na kadhalika. Walimu si sawa. Katika shule hizo walimu. Kisawazishi ni kwamba mwenyewe unasema vizuri, sio? Kwamba kuna wanafunzi ambao pia ufua dafu zaidi, sio upata alama za juu sana, mpuke kidedea. Lakini tena mwisho wanakuja wanarudi chini. Kuna wale ambao pia mimi kwa maoni yangu na mtangazaji kwamba wamefanya vibaya, lakini mwisho wanaibukia. Kwa hivyo unaona mwisho wanakutana wako pamoja.
Sasa shule yote tu inaweza kuwafaidi. Mna mengi ya kuweza kutekeleza kama walimu kuweza. Sisi tunachohitaji kule nje ama hapa nje ni matokeo. Katika shule ya upili kwa mfano ya Mumias, sisi mwisho wa siku tutauliza kwamba tunahitaji matokeo. Iwe mwanafunzi kwanza hatutataka kujua mwanafunzi alipata alama gani katika shule ya msingi akija katika shule ya upili. Sisi hatutakuwa na haja ya taarifa hiyo. Mwisho wa siku ni matokeo. Hata hivyo mtazamaji, 21905 nambari zetu za wewe kuweza kuzungumza nasi kama una swali lolote la kuweza kuuliza kwa mwandishi wetu hapa Timothy Sumba pamoja na mwalimu Onyango, unaweza basi kuuliza swali lako. Manake najua kuna wanafunzi wengi tu ambao basi wamemaliza darasa la 8 kwa hivi sasa, wamepata matokeo tofauti, na najua kuna wengi ambao vile vile wametiwa motisha, haswa kabisa wale ambao walipata alama 250 kwenda mbele. Mwalimu Onyango amesema kitu kimoja kwamba hao ndio wanafunzi ambao wana uwezo mkubwa zaidi wa kuweza kufanya vyema na kuweza kupata alama ya A na vile vile A ndio na kadhalika. Na amezungumza mwandishi wetu hapa Timothy Sumba swala moja kwamba sio matokeo ya shule ya msingi ndio yanatambua ama yanatoa vipimo vya matokeo ambayo wewe kama mwanafunzi utayapata katika masomo yako ya shule ya upili. Basi bidii utakao kwenda nayo pale basi itakusaidia pakubwa kuandikisha matokeo bora. Kila laheri kwa wanafunzi wa darasa la 8 ambao kwa hivi sasa kila moja pengine shapata kujua kwamba anaenda kusoma katika shule gani ya upili. Haijalishi shule gani, lakini cha msingi wewe mwenyewe ndio kwanza kuweza kujitambua unataka matokeo gani ikija katika masomo ama katika shule hiyo ya upili. Vitawe na vitate ndio swala kuu, na muda wetu ukitupa nafasi vile vile vihasho ndio masuala ambayo tutakuwa tukiangazia kwa undani kabisa. Pengine tuanze na mwandishi amekuwa akizungumza Timothy Sumba. Tuanzie kwako masuala haya ya visawe, vitate na vihasho muda ukitupa nafasi. Shukran sufufu kakangu. Kwanza ningependa kuweka paruanja tofauti baina ya maneno haya matatu: visawe, vitate na vitawe. Kimsingi visawe ni maneno ambayo yanakaribiana kimaana, na pia ni maneno ambayo yana maana sawa. Narudia, visawe ni maneno ambayo yanakaribiana kimaana, na pia ni maneno ambayo yana maana sawa. Nafafanua zaidi baadaye. Kisha kuna vitawe. Vitawe ni neno moja ambalo lina maana nyingi. Linaweza kuwa na maana mbili au hata zaidi ya mbili. Kwa hivyo maneno ambayo yana maana zaidi ya moja ndio yanayoitwa vitawe. Kwa mfano mkunga aina ya samaki, mkunga mfanyakazi ambaye huzalisha akina mama hoja wazito. Kisha kuna vitate. Jinsi neno lenyewe linavyodokeza, kuna utata. Maneno ambayo yanatatanisha. Maneno ambayo yanakaribiana kimatamshi lakini maana yake ni tofauti kabisa. Ni tofauti kabisa kama usiku na mchana. Hayo ndio vitate. Kwa mfano mazingira, mambo yanayotuzingira, mambo ambayo yanapatikana karibu nasi, mazingira yetu. Na pia kuna mazingara kwa maana ya mambo ya majuju, mambo ya uchawi, ushirikina, ulozi, ndumba na kadhalika. Kwa hivyo kuna tofauti kati ya mazingira na mazingara. Hivyo ndivyo vitate. Maneno ambayo yanakaribiana matamshi lakini maana yake ni tofauti sana. Tutakuwa tunaangazia na mwalimu jinsi masuala haya yanavyotumiwa hasa kabisa katika shule ya msingi na vile vile katika shule ya upili. Lakini pengine mwandishi Timothy Sumba, tukiweza kuingia kwa undani zaidi, tuanzie kwa masuala ya visawe. Tuanze kuingia kwa undani ili mwanafunzi ambaye anatutizama kwa hivi sasa aweze kujua pengine mifano na vile vile matumizi yake katika sentensi na kadhalika. Kweli. Shukrani. Nikianza na visawe ambavyo nimekuambia kwamba visawe ni moja kati ya maneno mawili au zaidi yanayokaribiana kimaana au yenye maana sawa. Ni kwamba kamusi zetu sanifu zimejaa maneno kemkem kuhusu visawe. Kuna visawe ambavyo vina maneno tu machache mawili pekee na kuna vingine ambavyo vina maneno mengi zaidi. Kwa mfano neno hongo. Lina maneno mengi sana ambayo ni visawe vyalo. Hongo pia huitwa mlungura. Ama mlungula. Pia huitwa chirimiri, pia huitwa chichiri, huitwa pia chau, na pia huitwa kiinikizi ama kiinikizo. Hiyo ni hongo. Hongo pia katika lugha ya kawaida tunasema pia ni chai.
Chai pia imekubalika katika msamiati wa Kiswahili, kwa hivyo hongo pia ni chai. Pia hongo inaitwa kadongo. Naam. Fulani amenipa kadongo. Amenipa chai. Amenipa chai. Amenipa kadongo. Amenipa kadongo. Kuna mwingine akasema hadi amepewa ndula. Sasa hayo ni mengine ya mtaani. Rushwa. Kwa hivyo kuna rushwa. Bado ni sanifu zaidi inaitwa rushwa. Pia kuna kwa mfano visawe vya neno Mungu. Kila mmoja tunajua kwamba Mungu ndiye muumba wetu na ndio mwezo wa kila kitu. Kwa hivyo Mungu ana visawe vingi sana, na baadhi ya visawe vya neno la Mungu vina maana maalum ambavyo mwanafunzi afai tu kutumia kiolela ama kishalabela hapa na pale. Kwa mfano neno mkawini. Neno mkawini linamaanisha Mungu mwenye sifa za uumbaji. Kwa hivyo Mungu muumbaji ni mkawini. Kisha kuna neno dayani. Dayani pia linamaanisha Mungu, lakini lina matumizi maalum kumaanisha kwamba Mungu ambaye ni hakimu mkuu. Wewe hapa duniani leo hii ukinihukumu kwa sababu ya makosa fulani na kadhalika, hayo hayajalishi. Cha msingi kuna Mungu mkuu ambaye ni hakimu mkuu kule mbinguni, wacha hata hakimu wa duniani. Kwa hivyo dayani linamaanisha Mungu mkuu. Kisha kuna maabadu. Maabadu ni Mungu ambaye anastahili kuabudiwa. Kuna neno kuabudu. Kwa hivyo Mungu ambaye anastahili kuabudiwa, si miungu na kadhalika na mambo mengine ambayo watu waabudu hapa duniani. Kwa hivyo Mungu pekee ndiye anastahili kuabudiwa. Tunasema kwamba Mungu ni maabadu. Kwa hivyo Mungu ambaye anastahili kuabudiwa. Naam. Kisha kuna raufu. Neno la Mungu ambalo linamaanisha raufu. Raufu linamaanisha kwamba Mungu mwenye sifa za upole. Hana mambo mengi, hata ukamkosea kesho atasahau na kisha hawezi kukufaa tu kama wengine wale ambao ni wazuri. Kwa hivyo Mungu ni raufu, Mungu ana sifa za upole. Kisha kuna Mungu ambaye pia tunamuita Karima. Karima ni Mungu mwenye ukarimu. Yeye si mchoyo, yeye si mnyimi, yeye ni mkono wazi. Hana mikono birika, hana mkono wa gamu. Kwa hivyo karimu kumaanisha kwamba Mungu ana ukarimu wa hali ya juu. Pia kuna Rahimu. Rahimu inamaanisha kwamba Mungu aliyejaa rehema. Ana rehema na mambo yote yale kwa viumbe wake. Hii rehema pia upande wa dini ya Kiislamu tunamuita pia Rahimani. Kwa hivyo Rahimani ni sawa tuna Rahimu. Na Rahimu. Yote ni majina ya Mwenyezi Mungu. Kisha kuna Jalia. Jalia ama Jalala. Kumaanisha kwamba Mungu mwenye utukufu. Mungu mwenye utukufu. Sasa mwanafunzi muktadha wa sentensi utafanya atumie neno lipe pale. Kama ndio kufanya nataka kuzungumzia kuhusu uumbaji wa Mungu alivyo na uwezo mkubwa wa kuumba vitu na hata kuvibomoa, sasa itabidi atumie nini? Mkawini. Ili tuone kwamba Mungu ni muumbaji. Naam. Mwalimu amezungumzia visawe vingi zaidi na pengine maana moja na neno moja ama maneno tofauti yenye maana moja. Mwalimu, sasa inakuja hapa kwenu. Sasa kazi ipo hapa. Amezungumza kuhusu mifano tofauti. Na hapa nyinyi mnahitaji pakubwa ubunifu. Na nilikuwa hapa na baadhi ya walimu wakizungumza kwamba mwanafunzi akiwa katika shule ya msingi anakubaliwa kutumia hayo yote aliyosema mwalimu. Lakini ikifika katika shule ya upili, kama ni Mungu tuambie ni Mungu. Haya masuala mengine sisi hatuna umuhimu, hatuyahitaji. Sijui unasemaje kuhusu hapo kwa visawe bado? Kuhusu visawe, labda nilitaka pia mwalimu atuweke sawa kidogo kuhusu rabana na rabuka. Ni sifa za Mwenyezi Mungu au ni yule? Hizo pia sifa za Mwenyezi Mungu. Ni sifa za Mwenyezi Mungu. Na pia kidogo ili kabla mwalimu aliona swali laje kutoka upande wangu na kumuuliza mwalimu, tuelewe kwamba kuna visawe ambavyo ni maneno ya kishairi. Naam. Sasa hayo ndio wanafunzi wa msingi kufanya makosa. Wanapoenda shule ya upili wanaanza kutumia kiolele katika insha na kadhalika, na haruhusiwi kama. Kwa mfano neno rangi lina kisawa chake cha kishairi bado ni launi. Lakini bado nyewe wenyewe mnawapa wanafunzi nafasi hiyo kwamba wakiwa katika shule za msingi kwa mfano akiandika rangi kwa kisawe kingine tofauti mnaongeza alama kwamba mwanafunzi kongole kwa kuweza kutumia. Akifika pale kwa mwalimu Onyango kule kidogo mambo yanabadilika. Tulikuwa tunafika kwako sasa. Unajua kimsingi katika ni masuala ya insha kwa mfano, masuala ya visawe. Mwanafunzi anaponiandikia insha badala ya kutumia neno Mwenyezi Mungu kwa mfano, akatumia moja kati ya maneno ambayo mwalimu anazungumzia, huenda si Kiswahili cha neno Mungu. Najua huenda mimi kama mwalimu nisifahamu kwamba inamaanisha nini, kwamba hili neno lina maana. Nitalisoma kimuktadha na nielewe, lakini neno lenyewe labda ni mara ya kwanza kuliona. Moja kwa moja
huenda nitafurahia kazi hiyo ya mwanafunzi, lakini pia kwa upande mwingine huenda nikajiuliza, huyu mwanafunzi mbona akatumia msamiati huu katika muktadha huu. Katika karatasi ya pili kwa mfano, hiyo karatasi ya sarufi na matumizi ya lugha, sisi huwauliza wanafunzi kuhusu visawe, na siku hizi nimeona mtaini kabadilisha maswali kidogo, akasema mwanafunzi ni kwa mwanagenzi. Dash ni kwa damu. Kama vile hapo mtaini anataka mwanafunzi aandike kisawe cha neno damu. Wanipata? Au utapata kwamba mwanafunzi amepewa sentensi, andika kisawe cha maneno yaliyopigiwa mstari katika sentensi ifuatayo. Labda neno Mungu limepigiwa mstari na neno lingine likapigiwa mstari. Hapo mwanafunzi atakuja aandike hiyo sentensi kwa njia tofauti, lakini abadilishe ile sentensi, isalie hivyo, lakini abadilishe neno au maneno yaliyopigiwa mstari. Kimsingi katika shule za upili ndio tuwataka wanafunzi wawe na msamiati wa kutosha, lakini wanapoandika insha tunawaomba sana waepuke maneno magumu sana. Nimeona hata baadhi ya wanafunzi ambao hung'ang'ana na visawe ambavyo haviafiki, kama alivyosema mwalimu. Utapata mwanafunzi anatumia kisawe cha Mungu, lakini hilo neno ambalo ametumia si kisawe moja kwa moja cha Mwenyezi Mungu. Si moja kwa moja. Wanarudia zaidi mteremeshi. Na wengi wanatumia hilo. Mchekeshaji tu, mchekeshaji. Lakini sasa wakati ambapo anatumia mteremeshi, hata walimu wenyewe umekubali. Bado wanakubali na wanasahihisha. Naam. Kwa ajabu ya maajabu. Kwa hivyo ni muhimu mwanafunzi kuwa na umilisi wa maneno mengi tu, lakini unapoandika insha unafaa kutumia lugha inayoeleweka, msamiati unaoeleweka, si msamiati wa kawaida. Kuna kwa mfano mama, neno mama, kuna neno lingine ambalo kila mmoja analifahamu. Wale wapenzi wa Kiswahili wanajua kwamba kisawe cha neno mama ni Nina. Sio mwalimu? Kisawe cha neno mama ni Nina. Ukiandika Nina akaniamsha asubuhi hiyo, anayesaisha ataelewa kwamba Nina ni mama. Lakini ukitafuta neno lingine sijui kutoka wapi ukaliweka pale, badala ya mama ukaandika neno tofauti. Hata bado katika muktadha huo ukaandika neno nyoko. Unaona nyoko kidogo inaenda na alina ule usafi wa kimaadili. Unaona nyoko yangu. Hakika ni mama pia, lakini mama ndio, lakini na makali ambayo sasa unaandika pale nyoko sasa unaelewa. Pia kwa mfano neno mo, sote tunajua kwamba mo ni miguu. Mo ni miguu, ndipo tukasema shikamo, marhaba. Na shikamo kuze nawe. Lakini kusema kwamba nilitembea paka mo zangu zinaniuma. Kwa unavuruga mambo. Lakini miguu ni mo. Ndio, lakini mo zangu za nyuma maalum kisalamu. Neno che pia ni kisawe cha asubuhi. Tunasema kwamba leo nitaenda mahali fulani. La hasha, sema labda tunaamka mpaka che. Visawe pia vina jukumu la kuondoa makali katika uandishi. Kule kujaribu kufanya habari labda za kusikitisha zisijitokeze moja kwa moja. Kwa mfano katika kitabu kimoja msika anasema kwamba mauko, ni daktari aliyesema katika tamthilia fulani ya Kigogo, sikumbuki kama ni daktari, sema mauko ya, unajua mauko ni nini? Mauko kifo. Wajua sasa ukisema kifo chake kimenihuzunisha, moja kwa moja wanaokusikiliza adhira kifo tena, mambo ya kifo. Lakini ukisema kwamba mauko ya jamaa huyo yalitusikitisha, moja kwa moja mtu ataanza kujiuliza mauko nini kimemsikitisha. Kwa hivyo kuna ulaini fulani, kifo. Kwa hivyo visawe vina jukumu pia la kujaribu kuisafisha lugha na kuondoa makali katika uandishi. Pia kwa mwanafunzi ambaye ana tatizo la hijai ama tahajia, hajui maendelezo, anaweza kutumia ile ambayo ni rahisi. Ala kutumia kwa mfano hajui tofauti kati ya neno kuwa na kuwa. Aliniambia kuwa atakuja. Basi atatumia neno aliniambia kwamba. Umeona? Maepa. Sasa maepa lile kuwa ama kuwa.
ataepa maendeleo yasiwe tatizo pale. Ndivyo hivyo mwanafunzi, na pengine mwalimu tusonge mwalimu ama mwandishi wetu tusonge mbele, tuangazie vitawe. Naona umeangazia visawe kwa undani, sasa tuangazie visawe. Umezungumza kuhusu neno moja maana mbili. Maana mbili. Naam. Kwa hivyo kuna vitawe pia alivyosema mwenzangu hapa. Kwa hivyo narudia kwamba vitawe ni neno moja ambalo lina maana zaidi ya moja, lina maana nyingi. Inaweza kuwa maana mbili au zaidi ya mbili. Nikatumia mfano wa kwanza kwamba kwa mfano neno mkunga. Mkunga ni aina ya samaki ambaye anakaa kama nyoka hivi. Watoto wanasema ni nyoka, kumbe ni samaki. Samaki pia huitwa nzi na huitwa somba. Sasa mkunga huyo pia uweza kuitwa nani? Pia uweza kuitwa mtu ambaye ni mtaalamu wa kuzalisha wajawazito. Mtu anapokuwa na himila kisha kifika siku zake za mwisho, basi mkunga ndiye anayekuja kufanya ile shughuli ya pale, mambo yakawa ni sawa. Pia kuna kitawe ambacho kina maana nyingi sana. Kitawe kata. Kitawe kata. Sote tutajua fika kwamba kukata ni kugawanya. Naam. Labda una kitu kimoja kisha unagawanya katika vipande viwili. Kwa hivyo utakuwa umekata. Na sote tunaishi mahali. Tunaishi sehemu fulani, pale fulani. Sehemu tunazoishi kuna eneo fulani ambalo linaongozwa na chifu ama jumbe. Kwa hivyo mahali ambapo jumbe huongoza ama chifu huongoza, yani location ndio tunaoita pia kata. Kwa hivyo natoka katika kata ya Eshikalame, natoka katika kata ya Ematawa, natoka katika kata ya Buchifi, unaona? Kwa hivyo kata pia ni eneo fulani ambalo linaongozwa na chifu. Pia kata ni kifaa cha kuweza kuweka kichwani kabla ya kujitwika chombo cha kubebea maji na kadhalika. Kwa mfano unaweka kata kwenye kichwa kwanza ndipo uweze kujitwika mtungi ndoo na kadhalika, ili usiweze kupata uzito mkubwa zaidi kutokana na chombo ambacho umebeba. Pia kata ni chombo cha kuchotea. Chombo cha kuchotea. Unaweza kuchotea maji, unaweza pia nyoa uji na kadhalika. Kwa hiyo hicho pia ni kata. Kwa hivyo kata pia hutumika katika mambo ya maakuli. Pia kuna kitawe kingine ambacho hutumika sana, na hiki ni kitawe ambacho kinaitwa karo. Karo. Sote tunajua kwamba karo ni ada ya kusomea shuleni. Wanafunzi wengi ukanganyika wajui tofauti ya karo na koto. Koto ni malipo ya kuingia shuleni. Kisha karo ni ada ya kusomea shuleni. Sasa karo maana ya kwanza ni malipo ya kusomea shuleni. Kwa hivyo karo ni koto ni admission fee. Naam. Karo ni tuition fee. Ni tofauti iko pale. Wanafunzi wengi ukanganywa sana hapo. Sasa nikirejea, karo ni malipo ya kusomea shuleni. Kisha kuna karo nyingine pia mahali pa labda kuosha vyombo, kunawa mikono, sinki. Kwa hivyo pale pia panaitwa nini? Karo. Karo yuko karoni, yuanawa mikono. Kabla ya baba kumpa karo ya kwenda kulipa shuleni. Hicho pia ni kitawe. Kisha kuna kitawe kingine ambacho kinaitwa mbuzi. Mbuzi pia ni neno ambalo lina maana mbili. Mbuzi ya kwanza ni yule mnyama ambaye tunamjua. Anafanana kama paa, anafanana kama swala. Tunamfuga pale nyumbani kwa ajili ya nyama yake tamu zaidi kama halwa. Na pia tunamjua kwamba ni mnyama ambaye wengine husema kwamba utupatia maziwa mazuri ambayo yana madini mengi sana, virutubisho. Kisha kuna mbuzi ya pili, hasa hii ni mbuzi ya pili ambacho ni kifaa. Naam. Hiki ni kifaa cha kukunia nazi. Mbuzi kifaa cha kukunia nazi. Kwa hivyo utaambia kwamba tunataka tukune nazi kwa mbuzi ili tuweze kuipikia nyama yetu ya mbuzi. Unaona? Kwa hivyo mbuzi wa kwanza ni katika ngeli ya awa, mnyama ambaye tunafuga nyumbani. Kisha kuna mbuzi kifaa cha kukunia nazi. Hicho pia ni kitawe. Kabla ya kurudi kwa mwalimu, pia kuna kitawe. Pia kuna kitawe kingine ambacho wanafunzi ukitumia sana kinaitwa panda. Kwa maana ya kwanza, panda ni kukwea. Paraga labda unaparaga mti, unakwea mlima na kadhalika, unaenda juu kutoka chini unaenda juu. Huko ni kupaa. Kwa mfano ndege imepaa angani na kadhalika. Kisha kuna kupanda kwingine kule kwa kufukia mbegu ardhini. Uchimba mahali fulani, ukishaweka lile koongo chimba la kupandia mbegu. Ukishaweka lile koongo, basi unatumbukiza mbegu yako ndani ili iweze kuota baadaye. Hapo pia umeweza kufanya nini? Umeweza kupanda mbegu ili iweze kuota na kuwa mmea baadaye. Panda pia ni kifaa cha kuindia. Kifaa cha kuindia hususan ndege, yani ndege nyuni. Kifaa kile cha kuindia ndege pia kinaitwa panda. Wanafunzi wengi ukosea kusema ati fea, amenipiga kwa fea. La hasha. Fea ama fandili hicho si Kiswahili kamwe. Kwa hivyo tunasema kwamba ni panda, amenipiga kwa panda, amempiga ndege kwa panda.
na pande pia huitwa manati. Manati au fyata, huitwa manati au fyata. Naam. Asante sana mwalimu, utakuwa naangazia hapo, na kuna swala ambalo wakati ambapo mwalimu alikuwa ama mwandishi wetu alikuwa anazungumza, ni swala ambalo lilikuwa likiwakanganya wanafunzi wengi ikija katika masuala ya vitawe. Manake kuna mwanafunzi ambaye alizungumzia mbuzi kwa mfano kwa muktadha tofauti zaidi, kwamba huyu ana sura kama mbuzi na kadhalika. Sijui matumizi ya vitawe katika shule za msingi, shule za upili ni vipi mnavyoelekeza wanafunzi kuyatumia haswa? Vitawe kidogo nilitaka kumuuliza mwalimu swali kuhusu kuna wakati fulani najua sisi si wakazi wa pwani, swala la nazi na nini, kukuna nazi na kadhalika. Kwa hivyo nikawa kuna mwanafunzi nilimfunza yuatoka Kilifi, tukamuuliza darasani maana ya kuna nazi ni kufanya nini. Unajua, nenda darasani huku bara, nenda darasani ukawaulize wanafunzi maana ya kuna nazi. Anza kukuna, wanafunzi anajua kukuna ni kukuna tu. Kwa hakika kukuna nazi ni kule, ni ile hali ya kukwaruza. Tumia kile kifaa na kwaruza kuna vitu kama chenga. Kwa hivyo nikikuna, nikifanya hivi na kuna, kwa mfano na kuna kidole changu. Sasa kule kuna hivi kwa mfano unatumia mzuri, au zile chenga basi zinatokana na nazi yenyewe, zikienda pale chini. Basi hizo ndizo tutaweza kuzitumia kama nini? Tutakuwa tunazikuna. Na pia kuna kifaa cha kuchuja. Sasa kuchuja nako ni kubinya. Unabinya nazi ili uweze kutoa maji meupe ya kupikia. Hapo tunatumia kifumbu. Lakini kukuna tu kugwara kabla ndio sasa tuongeze maji na tubinye, tupate tui, tutatumia mbuzi. Na kwa hivyo sasa kwa wanafunzi ambao pengine wanapatikana huku kwetu Bungoma, Busia na kadhalika, ikija katika masuala ukimwambia mwanafunzi kuna nazi, kwanza anashangaa mbuzi. Mbuzi yeye anayemfahamu ni kama mwalimu darasani tutawaambia kifaa cha kuna nazi pia huitwa mbuzi. Sasa hata wanafunzi hawajui, hata mimi nami. Kwa hivyo mwanafunzi anatoka akijua huyu mbuzi nayemuona huyu, ukienda pale Mombasani huyu mbuzi anayetembea anatumiwa kukuna nazi. Kwa sababu yeye anajua mbuzi mmoja tu. Naam. Ndipo wanafunzi wakashauriwa wasome kwa mapana na marefu. Sio kutegemea tu mwalimu tu ni kuelekeza. Simtegemea mwalimu sana kama mmea kwa mvua. Kuhusu vitawe kama alivyosema mwalimu, vitawe ni maneno yaliyo na maana zaidi ya moja. Neno moja maana zaidi ya na hata kwa mara nyingi katika mitihani utapata neno paa, neno mbuzi. Neno mbuzi litainiwa katika mtihani wa kitaifa wakati fulani. Alafu neno paa pia, neno kaa pia, neno kaa, neno kama tulivyosema neno mbuzi. Kuna masuala mawili yanayojitokeza katika mtihani kuhusu vitawe shule za upili hata za msingi. Mwanafunzi huenda akaulizwa kutunga sentensi moja kuonesha maana tofauti za neno kaa. Kwa mfano, mwanafunzi hapo yuafaa kutunga sentensi moja iliyo na neno kaa mara tatu. Neno kaa mara tatu likijitokeza mara mbili, hakuna eti mwanafunzi atapata alama mbili. Kwa mfano, atapata sufuri. Kwa mfano, nitamchoma kaa wangu kwenye kaa la moto, kisha nikae pale nianze kumla. Kisha nikae pale nianze kumla. Kwa hivyo ni lazima mwanafunzi atunge sentensi moja na ijitokeze. Makosa ni kwamba wanafunzi wanapoulizwa kutunga sentensi kwa kutumia hilo neno lijitokeze mara tatu, mara mbili, wao hutunga sentensi tatu, wengine hilo neno litajitokeza mara mbili na kadhalika. Kando na kuulizwa kutunga sentensi, wanafunzi vile vile huulizwa, najua kuna swala la utata katika sentensi. Sentensi tatanishi kama tutakavyozungumza baada ya dakika 2-3 hivi kuhusu utata. Vitawe ni dhana inayosababisha utata wa sentensi. Vipi? Mwanafunzi atapewa swali, kwa mfano, eleza maana mbili za sentensi ifuatayo. Sentensi yenyewe ni niletee mbuzi. Maana mbili za sentensi ifuatayo niletee mbuzi. Kwa hivyo neno kuu hapo katika niletee mbuzi ni mbuzi. Kwa hivyo si muhimu tu mwanafunzi kujua kwamba mbuzi ni nini. Katika huo muktadha itabidi mwanafunzi aelewe swali linahusu nini. Niletee mbuzi, mnyama
Katika viwango tofauti hatuhitaji wanafunzi kutoa maelezo. Eti mbuzi ni mnyama anayefugwa nyumbani na hutupa maziwa, mnyama huyu hufanana hivi na hivi. Hatuhitaji wanafunzi waandike hivyo, kwa sababu kuna mbuzi wengi ambao hata wanafunzi hawajawaona. Hawajawaona. Kwa hivyo utaandika mbuzi mnyama, pili mbuzi kifaa cha kukunia nazi. Kwa hivyo utaandika hivyo tu, kisha upewe alama mbili. Hilo swala la vitao hujitokeza hivyo katika mitihani. Mfano mwingine ni kwa mfano alinipigia simu. Hiyo sentence tata, alinipigia simu. Alinipigia simu. Sasa utazamini tuone, bila shaka utajua kwamba hiyo ni simu ya kifaa. Sababu unajua pia kuna simu aina ya samaki. Sasa hapa anazungumzia simu. Kuna simu samaki. Aina ya samaki. Sasa hapa anazungumzia kulingana na muktadha sentence, anazungumzia simu aina ya kifaa. Na tena sentence hiyo nitata kwa sababu labda ujue alichukua kifaa cha simu akakurusha akakupiga kwacho, ama aliwasiliana naye kwa kutumia simu, ama aliongea kwa simu kwa niaba yako. Ina maana tatu. Ina maana tatu tofauti. Kwa hivyo sentence tata. Vitate haraka upesi. Asante. Vitate ni maneno ambayo yanatatiza kimatamshi, yani yanakaribiana kimatamshi, ingawa kwa kiasi kikubwa maana yake huwa ni tofauti kabisa. Kama nilivyosema mwanzoni, pia tena napenda kufanya rejeshi, ni kwamba neno mazingira na mazingara. Mazingira ni vitu ambavyo vinatuzunguka, vitu, watu, hali ambazo zinatuzunguka tunaita mazingira. Mazingira haya ni safi sana, safi kama msaafu na kadhalika. Kisha kuna mazingara. Kwa hiyo mnapenda mazingara, mambo ya kichawi, kishirikina, ndumba na kadhalika, ulozi. Kwa hivyo hayo ni mazingara. Ingawa wengine watu hutumia neno mazingara kumaanisha mazingira. Kwa kimakosa. Pia kuna neno hili ambalo ni nini? Neno hili ambalo ni ongopa. Ongopa na ogopa. Ndipo lazima tuwe makini sana matamshi yetu. Ongopa na ogopa. Neno ongopa la maanisha kudanganya. Mbona uliniongopa? Mbona ulinidanganya? Ongopa. Mbona uliniongopa? Mbona uliniongopa? Ngongu. Mbona uliniongopa? Na pia kuna ogopa. Kwa hivyo ogopa ni ile hali ya kumtia mtu hofu, kumtia mtu kiwewe. Unaona mambo kama hayo na kadhalika. Kwa hivyo kuna ogopa na ongopa. Pia kuna kitate kingine ambacho kitasumbua sana, ambacho ni kitate cha mbuge na mbunge. Sasa mtu anapotamka vibaya neno mbunge aseme mbuge wetu. Mbuge. Hapa na maana tofauti. Mbuge ni mtu ambaye anapenda mara nyingi kujificha faragana akikula vitu vidogo. Toto yoiba sukari, aramba kijificha. Mbuge. Huyo ni mtu mbuge. Hata kuna methali usema mtu mbuge haliwezi duka. Hata mwenyewe ataisha kuramba pipi, kumunya pipi na kadhalika, akitafuna kila kitu akimaliza dukani. Kwa sababu akasema mbuge hawezi duka. Kisha tunamjua mbunge wale waheshimiwa wetu, waheshimiwa katika mwakilishi wa watu kutoka eneo bunge kwenye bunge la kitaifa. Unaona huyo ni mbunge. Alafu kuna hali ya kawaida ya kimsingi kama kalamu na karamu. Sote tunajua kwamba kalamu ni kifaa cha kuandikia ambacho mara nyingi hutoa wino, kuna pia kalamu za penseli na kadhalika. Na pia kuna karamu, sherehe ya watu kuweza kula. Andaliwa mapochopocho pale, kochokocho, watu waje wale. Kwa hivyo hiyo ni karamu. Sema kwamba kalamu yangu ilipotelea kwenye karamu ya Palinyang. Kalamu yangu ilipotelea kwenye karamu, unaona? Kwa hivyo kalamu ya kwanza ni kifaa cha kuandikia, kisha karamu ni mahali kuna sherehe, na mara nyingi hiyo ni sherehe ya kuweza kula. Kisha kuna sindano na shindano. Sindano pia ni kifaa cha kufanyia nini? Kifaa cha kuweza kushonea. Ingawa kuna nyingine ambayo upachukwa pia kwenye sirinji kule hospitalini, lakini nazungumzia kifaa cha kushonea. Alafu kuna shindano ya kimchezo, ya mchezo. Kwa mfano tuna shindano la kuingiza uzi kwenye sindano. Unaona hapa kama mahali nimetumia kwa namna tofauti. Leo tutakuwa na shindano la kuingiza uzi kwenye sindano. Ingawa wengine husema sindani hata si Kiswahili, sasa sindani. Kwa hivyo ni shindano na sindano. Sindano kifaa na shindano aina ya mchezo. Kisha kuna paa na ba. Paa tushasema awali pale kwamba ni kuruka juu kwenda juu, kupaa. Kupaa pia ni kutoa mamba ya samaki, kutoa ile scales. Kutoa mamba ya samaki tunasema unampara samaki na kadhalika. Kwa hivyo unampara samaki. Na pia kuna paa kile kifuniko cha nyumba, kinaitwa pia paa roof. Kisha kuna kuna ba. Roof ba. Ba ni tatizo, ni shida. Kwa mfano kwetu kuna baa la njaa. Kwetu kuna baa la kuna tatizo la njaa. Na tatizo la njaa likiwepo, watu ambao wamezoea kwenda kwenye baa kulewa, hasa wanafanya mambo mbaya, kwa sababu inafanya hizo pesa kidogo ambazo wanapata waweze kuzisarifu.
Naam. Wasizivute kule wapi, kule kwenye baa waje watumie, kwa sababu kuna baa la njaa nyumbani, kwa sababu kuna baa na pa. Mwisho kuna bora na pora. Bora na pora. Wezi walinipora simu zangu bora. Wezi walimpora simu bora. Sasa bora ni kwa ile ambayo inamaanisha nzuri zaidi. Ile nzuri zaidi ama ile iliyo na thamani hali ya juu, bora. Akisha kuna pora ya kunyang'anya. Amenipora pesa na kadhalika. Naam. Mwalimu, najua hapa pengine ndio mnapata utata mkubwa zaidi ikija katika masuala pengine ya kuelekeza wanafunzi, na pengine swala la wanakotoka vile vile uchangia pakubwa. Utapata mwanafunzi anatoka hapa kwetu nyumbani Bungoma, anakuambia pora kumaanisha bora na bora kumaanisha pora na kadhalika. Papa yangu amekwenda zake na kadhalika. Sijui nyinyi mshughulikia vipi swala hili, na pengine kwa ufafanuzi zaidi katika shule ya msingi, shule ya upili, matumizi ya vitate utokea vipi katika mitihani hasa? Kwanza ni waeleze wanafunzi na wasikilizaji, watazamaji wetu kwamba vitate ni tofauti na sentensi tatanishi. Nimeona wanafunzi wengi wanapoulizwa nini maana ya sentensi tatanishi, utapata mwanafunzi anasema kwamba sentensi tatanishi ni sentensi iliyo na maneno yanayotatanisha kimatamshi. Si hivyo. Sentensi tatanishi ni sentensi iliyo na maana zaidi ya moja. Vitate ni maneno yanayotatanisha kimatamshi. Vitate huibuliwa na lafudhi, tofauti za kilafudhi, ule upekee wa uzungumzaji, na huathiriwa zaidi mtu atakuwa na matatizo ya lafudhi kutokana na kule atokako, kwa mfano mazingira na mambo, hata udhaifu wa ala za kutamkia, labda kuna tatizo. Ukiwafunza wanafunzi labda kutoka katika jamii zisizo za Kibantu, utapata kwamba wengi wao wameathiriwa sana kimatamshi, na hata jamii za Kibantu ukiangalia lahaja za Kiluhya, kuna baadhi ya lahaja fulani ambapo wanafunzi wameathirika pakubwa katika masuala ya utamkaji. Maneno mengine ambayo labda nimeona katika mitihani kuhusu vitate ni ini na hini. Ini, hini. Kuna, guna. Wajua, kuna guna na kuna. Kuna ini na hini. Kuna ka na ga. Najua mitihani ni maneno mengi hurudiwa tu. Kwa hivyo utapata maneno haya yakijitokeza moja kwa moja katika mitihani, na utahini ni ule mwanafunzi ataambiwa tunga sentensi moja kutofautisha maana ya hini na ini. Tunga sentensi moja. Tatizo ni kwamba wanafunzi huishia kutunga mbili. Umeambiwa moja unatunga mbili, umeambiwa mbili unatunga moja, kwa hivyo kupoteza alama zako. Naona muda wetu umetupa kisogo kabisa, manake inafaa itabidi basi turejee kama ni kuangazia swala hili weekendi kesho. Hata hivyo pengine na kumalizia upande wako mwandishi wetu, kabla pengine tuweze kufunganya vyetu virago kutamatisha awamu hii ya pili. Kweli kabisa. Kwa hakika jinsi mada zilivyokuwa ni ithibati tosha kwamba wanafunzi hawapaswi kuwategemea walimu sana, wasiwategemea walimu pekee, bali wao wenyewe pia wajisomee zaidi ili warahisishie mwalimu kazi yake. Kulingana na mtaala mpya huu, mtaala wa umilisi, kazi nyingi sasa imelimbikizwa mwanafunzi. Kwamba sasa hivi hakuna shughuli za nini za kufunza, kuna shughuli za ujifunzaji. Na pengine shughuli kuu za mwalimu ni kuelekeza tu. Kwa mwanafunzi mwenyewe anajua kwamba yeye mwenyewe anafaa kujifunza kwa kushirikiana na wenzake katika makundi ili aweze kuboresha mustakabali wake katika kizazi cha elimu. Jua kwamba kesho amtegemea yeye, mtegemea mwalimu yuko pale kumwelekeza tu, na mwenyewe atajitegemea kimaisha, hata mtegemea mzazi wake, hata mtegemea mwalimu wa baadaye, na pia mwalimu akusomesha ili akutegemee. Mzazi wako pia akulipie karo ili akutegemee. Anataka mwenyewe uweze kujitegemea. Kwa hivyo ni vizuri kujitegemea. Chetu si changu. Naam, chetu si changu. Na mwisho pengine tukifungamana na ama lile la kufungamana na masuala haya matatu ambayo tumejadili kabla tuweze kuondoka.
Ushauri kwa mwanafunzi ni kwamba asome kwa mapana. Asome kwa mapana, apitie vitabu. Hata tamthilia ya Kigogo ina zaidi ya maneno 100 mageni. Wajua maneno mageni, msamiati ambao unajitokeza katika kile kitabu. Ni muhimu kudondoa huo msamiati na mwanafunzi afanye utafiti katika kamusi. Nyuma ya kamusi, mojawapo ya kamusi tunazotumia shuleni karne ya 21. Kule nyuma kuna vitate, visawe na kadhalika. Mwanafunzi ana mwezi mmoja, ni siku 20 na hadi Januari. Mbona usitumie kamusi hiyo kule nyuma uandike vitate? Kuna vitate zaidi ya 30, kuna visawe zaidi ya 50, kuna vitawe vingi kule nyuma. Mwanafunzi ajitolee aandike, maana awe mwanafunzi wa shule ya msingi, shule ya upili, achukue kama jukumu lake. Mwanafunzi ajifunze na asimtegemee tu mwalimu. Sisi walimu wa Kiswahili baadhi yetu hatuna hata msamiati wa kutosha. Kwa hivyo ni muhimu mwanafunzi ajitegemee yeye mwenyewe na atafute uelekezi tu kutoka kwa mwalimu. Naam, asante sana mwalimu kuweza kutenga muda wako. Asante sana mwandishi wetu. Najua bado tutakutumia zaidi katika masuala mengi ya kuweza basi kumfanya bora mwanafunzi wetu ambaye kwa hivi sasa yupo pale nyumbani likizo. Hata hivyo asante sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi katika awamu hii ya pili. Tutakuwa tunarejea na mwalimu hapa tukijadili masuala mengine tofauti. Mwalimu Onyango, tutakuwa tukiangazia mtaala mpya CBC ile. Je, vipi ambavyo Kiswahili inatumika? Je, Kiswahili inakuzwa ama kidogo inakuwa ni kizungumkuti katika awamu ya 3 na ya mwisho? Lakini kwa sasa kwa mwelekezi wetu Hiran Mogaisi.